Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena siku njema ya leo mardi le 16 Desembre 2025. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazoendelea kusemekana ndani ya nchi ya Kongo. Habari nzuri kwa wakongomani wote ni ya kwamba waasi wa AFC M23 wataondoka ndani ya mji wa Uvira. Ni kwa nini watajiondoa ndani ya mji wa Uvira? Mtakuja kufahamu. Kitu kingine ambacho nitawaambia ni kuhusu maandamano ambayo yanaendelea ndani ya mji wa Uvira tangu asubuhi ya leo. Generale Kamama, huyu ni kiongozi wa wazalendo, alikuja kusema ya kwamba hata waliupotezaka mji wa Uvira hawatakata tamaa, wataendelea kupigania udongo wao. Hakuna ingine nchi ambayo wanayo hapa chini ya jua. Unayoifuata ni Kwetu TV, kama kawaida ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi ziwafikie wengi. Muendelee kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre, na pale mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati, na kuomba kukuwa nami mwanzo hadi mwisho ili kuelewa kabisa kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Siku ya leo tumewaletea habari mbichi tena mingi. Habari ambazo mnapaswa kuzijua ni ya kwamba AFC M23 itaondoka ndani ya mji wa Uvira. Hayo yalitangazwa na AFC M23 kupitia mitandao yao tofauti, ambapo walisema ya kwamba AFC M23 itaretire wanajeshi wake ndani ya mji wa Uvira kwa kuheshimu ombi la Etats-Unis d'Amerique. Mnakumbuka kwamba baada ya wasi hawa wa AFC M23 kukamata mji wa Uvira, Etats-Unis d'Amerique ilianza kuingilia kati kabisa mambo haya ya vita, ikisema ya kwamba AFC M23 inaunga mkono na Rwanda, wanakiuka makubaliano walioyasaini, wanaendesha vita wakati walikuwa wamekubaliana usitishaji vita. Ikatangaza ya kwamba wanapaswa kuondoka mu maeneo ambayo waliyakamata, kama si hivyo itatumikisha nguvu zote zinazohitajika na vifaa vinavyohitajika ili kuifanya AFC M23 kuondoka mu maeneo hayo. Baada ya Etats-Unis d'Amerique kutangaza hayo wakiwa wako serie, hapana ile mambo ya kutangaza wanapita, paske tangu AFC M23 kukamata mji wa Uvira, kila siku Etats-Unis d'Amerique ilikuwa ikiwaambia hayo kila siku. Wale ambao walikuwa wakifuata habari zetu za kila siku, walikuwa wakipata taarifa hizo, walikuwa wakiendelea kuionya AFC M23 kuwa wakati wowote itaheshimu kabisa makubaliano walio ya saini, Etats-Unis d'Amerique itajifanyia kazi. AFC M23 ilibakia na aina ingine shwa, walikuwa hawana kitu kingine cha kufanya isipokuwa tu kufanya yale ambayo waliagizwa. Etats-Unis d'Amerique ilikuwa ikiwaagiza kujiondoa mu maeneo walio yakamata, na kama walivyoagizwa wameheshimu hayo, paske hawana kitu kingine cha kufanya. Msizane kwamba se paske wanapenda nao warudie nyuma, hawana ingine shwa. Etats-Unis d'Amerique ikisha sema na pale imesema kabisa, na hapa ndipo mtaona ya kwamba vita vyote tangu Bunagana mpaka huku kwenye vinafika, Etats-Unis d'Amerique ilikuwa
inatulia kabisa, ilikuwa haijasimama ili kusimamisha vita hivi. Mnaona kwamba aujourd'hui wameingilia kati na wameanza kabisa kuisimamisha vita hii na kufanya wasi wa M23 kujiondoa mu maeneo ambayo wako ndani. Etats-Unis d'Amerique kama itaendelea kufanya kama na hivi vita mashariki mwa nchi ya Kongo, na waahidi ya kwamba itaisha mbio kabisa, na waambia haya paske Etats-Unis d'Amerique ni nchi yenye nguvu sana. Kile ambacho wanakiagiza bila shaka kinaweza kikafanyika, paske hakuna nchi yoyote tena hizi za Afrika ambazo zinaweza zikasimama mbele ya Etats-Unis d'Amerique. Ndio maana nawaambia kwamba vita hivi vitaisha kama Etats-Unis d'Amerique itaendelea. Tuendane 5 kwa 5. Kama itaendelea kufanya hivi inaweza ikaisha, na kama wanaweza fanya hivi leo kesho tena wanaacha hayo vita vitaezi endelea tena. Ila pour le moment wa Kongomani mufahamu ya kwamba waasi wa M23 wataondoka ndani ya mji wa Uvira, na kwa sasa mjini Uvira kuko maandamano yalianza asubuhi mapema. Vijana na wakaaji wengi pale waliingia murute wakafanya maandamano. Kinachoshangaza ni ya kwamba maandamano ambayo yako nafanyika mjini Uvira, population ya pale, wale vijana wa pale wako nasema kwamba wanaunga mkono AFC M23. Mufuate video hii hapa chini, musikie kile ambacho wako na kisema pale mjini Uvira mu maandamano yao. Ya pili tutawasaidia, tutatumika bega kwa bega. Kulikuwa disparition ya pouvoir public, gouvernement haina moya dire kuraia, na hii yote ilionyesha ya kwamba Bwana Tshisekedi iko incapable, iko na incompetence notoire ya kuweza kuongoza hii pays kontina yetu Republique Democratique du Congo. Ndio maana leo tunakuwa na furaha. Hii sherehe ambayo tunakuwa nayo sio viongozi wa AFC M23 walitushurutisha tufanye hii marche de soutien. Hapana, ni initiative ya sisi watoto wa Uvira kuona ya kwamba tunakuwa na furaha ya ukombozi. Bali tudanganya ya kwamba wale wakombozi mtawaonaka Uvira ne tombera jamais. Sasa kumbi ile français ilikuwa kishinwa, Uvira ilitombe. Bale walisema bakufake, tulisema kunakia baibu na bengine, lakini waliposikia tu kivukutu ya armée révolutionnaire, tuliona walitimuka wanakimbia, na tuko batemweshe batoto ya Uvira. Depuis armée révolutionnaire ilingia, hakuna mulio wa masasi, gari zilikuwa ziendake Bukavu. Leo watu wanaenda Bukavu, uko nakutanana na jeshi au ogope jeshi. Jeshi haikusemesha kitu, ni kusema tunakuwa libere. Eske tunaweza kushangilia liberation? Tupigie liberation mkono. Ijue ya kwamba sisi tunakombolewa na hii ukombozi. Tunaomba viongozi wa M23 isiishie Uvira, tunaomba hiyo ukombozi ifike hadi Kinshasa, paske Bwana Tshisekedi hana kompetence ya kuongoza hii nchi. Nadhani ya kwamba mmefuata video hiyo vizuri, mnasikia kwamba maandamano ambayo wako nafanya pale, wako naunga mkono AFC M23, na kitu ambacho hapo niko naanza kukiona ni ya kwamba ile maandamano ambayo iko nafanyika hapo ni propaganda. Inawezekana kuwa ni propaganda kabisa, paski siku hiyo ambayo waliandaa kujiondoa pale, ndio hiyo siku ambayo maandamano yanafanyika pale kabisa. Ifomu natia point d'interrogation, tutakuja kuingia ndani tujue maandamano hayo yaliandaliwa vipi. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi
Wakati mji wa Uvira ulikamatwaka na wasi wa AFC M23, mnajua kulikuwaka wazalendo wengi pale na viongozi wao walipoondoka mjini Uvira walielekea maeneo tofauti, wakakosekana kwa siku kama mbili. Baada ya wao kukosekana, taarifa zikasambaa ya kwamba walijiunga na AFC M23, Generale ya Kutumba, Generale yule Makanaki Kasimbira John, Generale Rene, Generale Kamama. Siku ya leo Generale Kamama alikuja kukanusha hayo, akasema kwamba yeye kabisa yuko msituni na ataendelea kupiganisha wasi wa AFC M23. Akasema kwamba atapigania udongo wa Kongo. Hakuna nchi nyingine ambayo iko nayo, hakuna kwenye ataezi elekea wakati anatoka ndani ya nchi ya Kongo eti kuwe huko kama mkaaji wa pale. Hapana, atakamatwa kama mkimbizi. Nchi yake ni nchi ya Kongo, ataipigania kwa nguvu zote zinazohitajika na iko tayari kuendelea kupiganisha hao wasi wa AFC M23 mpaka pumzi ya mwisho. Video ndio hiyo hapa wakati alikuwa akitangaza hayo. General Kamama, nataka kujulisha watu kupatana na mambo yenyewe kwa naongelewa kama mimi nilijiunga na AFC. Hapana. Mimi nataka kuambia wakongomani tuachane na hiyo. Kama mtu ataenda mu AFC aache kuchanganya wengine watu, aende kwa nasemea wengine watu uongo kama walienda kwa. Mimi niko hapa napigania udongo wetu. Mimi sipiganii mtu, mimi napigania udongo. Sipiganii nani. Niko na uchungu ya nchi yetu ya udongo tuliachiwa na mababu zetu. Ili vya kwenda watu wanasema Kamama alijiunga na M23 ni bongo. Generale pia huyu yuko naye. Asiye kumbata Ruharara iko hapa. Tuko kwenye tuko kwa maeneo tulirudilia nyuma kupatana na vita yenyewe ilipita. Lakini kusema kama mimi nilijiunga na M23 ni bongo. Mimi siwezi kujiunga kwa M23. Asego wangu huyu Basile Ngoi yuko hapa. Biro katre wa kwangu Morieri yuko hapa. Na wengine maofisa na majeshi iko nyuma yangu. Ili kusema kama mimi Kamama na jiunga na AFC ni bongo. Kwanza mimi na Mnyarwanda watu sasa vile useme shetani watatumika na hiyo ni kwa ya uamwezi kuwa ile ni uongo, ni makosa, ni kampani. Baada ya watu wako wanatumika na M23 wanataka kuingiza wengine watu wao masiku. Kuna mwenyewe iko na juhudi ya kazi yake. Sasa mimi Kamama niko hapa na peuple Congolais, niko imara kupigania udongo wangu. Na ule mtu mwenyewe iko nasema kama napigania Tshisekedi, hapana, hatupiganii Tshisekedi. Tunapigania udongo wetu wa mababu zetu tuliachiwa na mababu zetu. Hakuna percent moja yenye taenda ya nchi yetu ende ku Rwanda. Mungu alikuya kagabula, aligabula Rwanda, Burundi, Tanzania, nchi zozote akafanya Amerika, wapi maazi manini. Lakini mimi siwezi tumika na adui hata siku moja. Nilisikia walisema kama mama alimpatia magari, niko hapa mpori, nirudia nyuma kidogo tu. Lakini siku chache tutaingia kwa barabara. Na wenyewe walisema vile haya tutawashika. Niko tayari kukufia udongo wetu. Siwezi tumika na adui. M23 ni adui wa Kongo, alimaliza wakongomani. Asante sana. Hiyo ujumbe na acha wakongomani, tuko tayari kufia nchi yetu, hatuwezi tukasaliti. Asante sana. Nadhani ya kwamba video hiyo nayo mmeifuata kabisa, mmesikia kile ambacho alikuwa akikitangaza. Tuendelee na habari zetu. Wakaaji wa vijiji vya Ngenge, Kangati na Kailenge katika kundi la Walowa Yungu eneo la Walikale huko Kivu Kaskazini wanarudi nyumbani polepole baada ya takribani mwezi mmoja wa kukaa mbali. Walikuwa wamekimbia mbele ya wasi wa AFC M23, jambo lililosababisha kukamatwa kwa Buhimba kabla ya kuondolewa na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na wazalendo. Kulingana na waliorejea, ni utulivu mdogo unaoonekana kwa sasa katika kundi la Walowa Yungu na mateso yanayowapata msituni yanayowahamasisha kurudi katika vijiji vyao. Hata hivyo, watu hawa waliorejea wanakabiliwa na matatizo ya kiafya. Vituo vya afya katika vijiji hivi vilivyofungwa wakati wa kuondoka bado havijafunguliwa tena.
Ikiwa wataugua, watu hawa waliorejea hulazimika kusafiri hadi Kimua, mji ulioko magharibi zaidi yapata kilomita 10 kutoka hapa kwa kupata matibabu. Changamoto ya pili ni elimu ya watoto. Wanafunzi bado hawajarudi shuleni, walimu bado hawajarudi kutoka maeneo yao salama, jambo ambalo linaweza kuwa na hatari kwa mtaala wa kitaifa, kwa sababu eneo hilo halina bandari. Ufikiaji wa wafanyakazi wa binadamu unaleta matatizo makubwa na kuzidisha udhaifu wa wakaaji wa eneo hilo walioathiriwa na ukosefu wa usalama unaoendelea. Hao ni wakaaji ambao wako wanarejea maeneo yao ya Ngenge na Kingakati, Plito na Kangati, na wanakutana sasa na changamoto tofauti kutokana na jinsi wakati mapigano yalikuwa yakiendelea pale, vitu vyote vilikuwa vimeharibika kabisa, na mpaka kwa sasa wanaishi maisha ambayo sio mazuri. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari za siku ya leo ambazo nilikuwa nimewaletea. Kama kawaida, na waomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi ziwafikie wengi. Asante sana.